Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tazama, ni siku nyingine tena, siku ya tarehe 24 ya mwezi wa pili ya mwaka 2026. Tazama, ni siku njema ambayo ni siku ya Jumanne, imepata kibali matakatifu machoni pa Bwana. Ndugu zangu, watu wa Mungu, kabla ya kwenda kusoma neno la Mungu, na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante kwa kibali chako kitakatifu cha kutujalia uzima na afya tele. Tunasema asante kwa neema zako, Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni. Tunajinyenyekeza mtakatifu mikononi mwako, Mungu, katusamehe sisi wanadamu. Yawezekana tumewaza kinyume na matendo yako, kimawazo, kimaneno na hata kimatendo, na pengine hatukustahili kutaja jina lako takatifu, bali tunalitaja ni kwa neema zako kuu. Tunaomba kaanza pamoja nasi neno hili, Mungu, tunaenda kutafakari, lakini pia ukaweze pamoja nasi katika utatu wako mtakatifu, nikiomba na kuamini, amen. Watu wa Mungu, katika siku hii ya leo, naomba tusome Biblia takatifu, kitabu kinachosema au kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro. Tusome waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa 3 mstari wa 11 hadi ule mstari wa 17. Tutasoma waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 3, kuanzia mstari ule wa 17, kuanzia mstari ule wa 11 hadi wa 17. Nitatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Na achaye mabaya atenda mema, atafute amani aifuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Naye ni nani atakayewadhuru mkiwa wenye juhudi katika mema? Lakini mjapotezwa kwa sababu ya haki, mna heri. Msiogope kutishwa kwao, wala msifadhaike, bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni mwenu. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Nanyi muwe na dhamiri njema, ili katika neno lile mnalosingiziwa watahayarishwe wale wautukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu. Nitarudia tena, watu wa Mungu, maneno matakatifu. Na achaye mabaya atenda mema, atafute amani aifuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Naye ni nani atakayewadhuru mkiwa wenye juhudi katika mema? Lakini mjapotezwa kwa sababu ya haki, mna heri. Msiogope kutishwa kwao, wala msifadhaike, bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni mwenu. Mwenye tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Nanyi muwe dhamiri njema, na katika neno lile mlilosingiziwa watayarishwe wale wautukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kwa kutenda mabaya. Watu wa Mungu, neno hili ukilitafakari unapata ujumbe wa Mungu ambao
ni mzito sana. Yawezekana watu wa Mungu tunateswa au tunapitia mambo magumu sana, au tumetengwa na marafiki, tumetengwa na jamii, tumetengwa na ndugu mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Lakini nini sababu ya kutengwa watu wa Mungu? Sababu ya kutengwa watu wa Mungu, yawezekana wewe ulipoamua mtu wa Mungu kujikana mwenyewe na kumfuata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, yawezekana ndipo chanzo cha kutengwa na rafiki na ndugu na jamaa mbalimbali, ndipo ambapo zilipoanzia. Mtu wa Mungu, usikate tamaa, kwa sababu yawezekana ulikuwa una marafiki mbalimbali ambao uko nao kwenye makundi mbalimbali. Yawezekana makundi ya ulevi, makundi ya uzinzi na makundi mengine ambayo matendo yake hayampendezi Mwenyezi Mungu. Watu wa Mungu, Biblia takatifu inatuambia kwamba aachaye mabaya atenda mema. Lakini katika Biblia takatifu, katika waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 17, Mwenyezi Mungu alisema pale ujumbe mzito kwamba maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kwa kutenda mabaya. Yawezekana ndugu yangu, mtu wa Mungu, unateseka sana. Inawezekana unateswa katika maisha yako ya kila siku kwa sababu tu ya kutenda mema, kwa ajili ya kumkana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, lakini kwa kumkiri yeye na kumpokea na ukabadilisha mfumo mzima wa maisha yako ya kumtegemea yeye, ndipo ambapo yawezekana watu wale wanakusaidia misaada mbalimbali watakapotoweka. Watu ambao walikuwa ni marafiki zako wakatoweka, wakasema maneno mabaya ya kudhihaki, ya kukuumiza moyo. Lakini Mwenyezi Mungu anasema ni afadhali kuteseka kwa kutenda mema, kuliko ukiteseka kwa kutenda mabaya. Maana kwa kutenda mema, basi Mwenyezi Mungu anakubariki. Ndugu zangu wapendwa, mtu wa Mungu, pale ambapo siku utakapoamua kuyaacha matendo mabaya na kumfuata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, ndipo ambapo Mwenyezi Mungu atakubariki kwenye vitu vingi. Kwanza, utapata marafiki wapya ambao wao nao pia wanamtegemea Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wao. Marafiki wale ambao ulikuwa nao ambao si kwenye mambo ambayo ni mazuri ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, watakuwa ni maadui zako. Lakini nini cha kufanya, mtu wa Mungu? Waombee, kwa sababu Mwenyezi Mungu hafurahii mtu aliyemuumba kwa mfano wake kwa mtenda dhambi. Hafurahii shetani amtese katika maisha yake ya kila siku. Muombee, waombee toba, waombee baraka, ili siku waweze kutambua kwamba wa kuabudiwa ni Mungu peke yake, wala si mtu mwingine tena. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kwa kutenda mema yetu tusiogope na kutishwa kwao, wala tusifadhaike. Yawezekana unapata vitisho mbalimbali. Kama ni mwanafunzi, yawezekana mzazi akakukatalia kwamba sitakulipia ada endapo utakuwa unamtegemea Mungu. Yawezekana kama ni mtu alikuwa anakusaidia kukupa chakula, kukupa mtaji, kukupa pesa kwa ajili ya